Vita vinavyohusisha nchi ya Irani sasa vinaingia kwenye hatua mpya kabisa. Hii ni hatua ya kuweka usawa wa nguvu kupitia nishati. Baada ya tishio la rais wa Marekani Donald Trump la kushambulia miundombinu ya nishati ya Irani, na majibu yalikuja kupitia jeshi la mapinduzi la Iran kutoka makao makuu ya Hatan al-Anbia, yakieleza hatua 4 zifuatazo. Hatua ya kwanza, kufungwa kabisa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambayo ndio njia kuu ya kusafirisha nishati duniani. Hatua ya pili ni kushambulia miundombinu ya umeme ndani ya nchi ya Israel, hasa katika vituo 5 vikubwa vya umeme vinavyotoa zaidi ya 50% ya umeme wa nchi hiyo. Miongoni mwao ni kituo cha Orat Rabin chenye uwezo wa takriban megawati 2590 na kituo cha Rotenberg chenye uwezo wa karibia megawati 2250. Orodha hii pia inajumuisha kituo cha Aged chenye uwezo wa takriban megawati 1371 na vile katika kituo cha Eshkol kinachozalisha megawati 912 na mwishowe kituo cha Dalia kinachozalisha megawati 912. Hatua ya tatu ni kulenga maslahi ya kampuni yanayohusiana na nchi ya Marekani katika ukanda wao huo wa Mashariki ya Kati. Hii inamaanisha kushambulia miundombinu ambayo makampuni ya Marekani yanahusika nayo moja kwa moja. Hii ni kwa sababu shambulio lolote dhidi ya nishati ya Irani liwe na athari za kimataifa. Katika Falme za Kiarabu, kampuni ya ADNOC Drilling inahusika na uchimbaji wa visima vya mafuta na gesi ya ardhini pamoja na baharini, huku ADNOC Offshore ikijikita katika uzalishaji wa mafuta na gesi kutoka baharini. Kwa upande wa nchi ya Saudi Arabia, Saudi Aramco inaendesha miradi ya mafuta kwa kushirikiana na Al-Baton pamoja na Baker Hook katika uchimbaji. Vile kampuni ya SABIC huzalisha bidhaa za kemikali kwa kushirikiana na Dow na ExxonMobil, na huko Gasco ikichakata gesi kwa kutumia teknolojia za Marekani. Hatua ya 4, kushambulia vituo vya umeme katika nchi za ukanda wa Mashariki ya Kati ambazo zina hifadhi ya vituo vya kijeshi vya Marekani. Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya 70% hadi 80% ya mitambo ya uzalishaji wa umeme katika nchi hizi ipo karibu na ukanda wa pwani. Kwa mfano, katika Falme za Kiarabu, kituo cha nyuklia cha Baraka Nuclear Power Plant chenye uwezo wa kuzalisha takriban megawati 5600 ni moja ya nguzo kuu za umeme wa taifa. Na Katari ina kituo cha Al Khor chenye uwezo wa takriban megawati 2520. Kuna kituo cha Ras Katas, hiki kina uwezo wa kuzalisha megawati za umeme 2730. Kuwait ina mradi wa An-Nur North ambayo hii ina uwezo wa kuzalisha takriban megawati 1632, huku ukiongezwa hadi megawati 2700. Al-Dor ikizalisha megawati 1200, bila kusahau Sohar ikizidi megawati 1700. Kiini cha hali hii ni kwamba nishati sasa imekuwa ni silaha ya kimkakati, na shambulio lolote dhidi ya miundombinu ya umeme ndani ya nchi ya Iran linaweza kufungua mlango wa mzozo mkubwa zaidi unaoweza kuathiri umeme, maji na mifumo ya viwanda katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati.